Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Bwana, mapya yaibuka tena kuhusiana na mchezo wa Kariakoo Derby, mchezo ambao ulifanyika pale kwenye dimba la New Amani Complex lililopo visiwani Zanzibar. Mchezo uliweza kutamatika kwa sare ya kuto kufungana ndani ya dakika 90, lakini kwenye mchezo huo tuliweza kushuhudia matukio kadha wa kadha ambayo kiukweli yaliweza kuvuta taswira za mashabiki wengi kuhusiana na namna ambavyo waamuzi wa mchezo waliweza kutafsiri matukio hayo. Miongoni mwa matukio hayo ni goli la Selemani Mwalimu kukataliwa na kuamuliwa offside, lakini pia namna ambavyo offside ya Prince Mpumelelo Dube ilivyoweza kungamuliwa. Sasa kutokana na hiko, kamati ya masaa 72 ilikuja kutoa adhabu kwa wale wote ambao waliweza kuhusika kukengeuka kwenye mchezo huo wa Kariakoo Derby kwa kutoa tafsiri tofauti na vile sheria za mpira wa miguu inavyoelekeza. Kwa upande wa waamuzi wa mchezo huo, mwamuzi line namba 1 ambaye alikuwepo Kasim Mpanga kutokea Dar es Salaam na mwamuzi line namba 2 Hamdani Saidi kutokea mkoani Mtwara, wote waliweza kukumbana na adhabu kutokea kwenye kamati hiyo ya saa 72 kuhusiana na mchezo huo wa Kariakoo Derby, ambapo hapa mwamuzi line namba 1 aliweza kupewa adhabu ya kufungiwa michezo 6, huku laini namba 2 akipewa adhabu ya kufungiwa miezi mitatu. Kumlazi nilisema michezo 6, line namba 1 alifungiwa miezi 6, huku line namba 2 akifungiwa miezi mitatu. Sasa kutokana na hicho ambacho kimeweza kufanyika na kamati ya saa 72 kwa kupitia vizuri matukio hayo ambayo kwa namna moja ama nyingine yaliweza kuharibu taswira ya mchezo huo mkubwa wa Kariakoo Derby, sasa imeweza kuibua visabai na mawasiliano wa klabu ya Yanga Bwana Ali Shabani Kamwe kuja kuzungumza mambo kaza wa kaza kuhusiana na maamuzi ambayo kamati ya saa 72 waliweza kuyafanya mara baada ya mchezo wa Kariakoo Derby kuweza kutamatika, lakini pia kulingana na makosa ambayo yaliweza kutokea na maamuzi yaloweza kuchukuliwa na kamati ya saa 72. Sasa kwenye press ambayo ilikuwa inafanyika kwenye mitaa Twiga na Jangwani pale kwenye makao makuu ya Yanga Sports Club, Ali Shabani Kamwe aliweza kuzungumzia vitu vingi, lakini miongoni mwa kitu ambacho aliweza kugusia ni juu ya waamuzi wasaidizi nambari 1 na nambari 2 wa mchezo wa Kariakoo Derby wakihukumiwa baada ya kushindwa kutafsiri ipasavyo sheria nambari 11 ya offside, wote wakihukumiwa chini ya kanuni moja ya kifungu cha 42.1 ambapo kila mmoja hapa aliweza kuhukumiwa kupitia kanuni hiyo, huku muamuzi line namba 1 akifungiwa kwa miezi 6, lakini muamuzi line namba 2 akifungiwa kwa miezi mitatu. Sasa swala hili limeweza kumuibua afisa huyo na kusema ya kwamba kigezo gani ambacho mamlaka husika wameweza kutumia kumfungia line namba 1 miezi 6 na line namba 2 kumfungia miezi mitatu, wakati kifungu ambacho kimetumika kuadhibu waamuzi hao ni kifungu cha 42.1. Hivyo klabu ya Yanga wameandikia barua kwenda pale bodi ya ligi kuuliza na kanuni gani ambayo imetumika katika kuwafungia waamuzi hao, wakati kosa ni moja na limehukumiwa kwa kifungu kimoja, lakini kwa upande wa adhabu imekuwa tofauti. Mwamuzi mmoja akihukumiwa kwa adhabu ya kufungiwa miezi 6, huku mwamuzi mwingine akihukumiwa kwa adhabu ya kufungiwa miezi mitatu. Hayo ndio yanaendelea kuhusiana na mchezo huu wa Kariakoo Derby, lakini pia klabu Yanga kuishia hapo, ila wameenda tena kuiandikia barua bodi ya ligi TPLB ikiomba ufafanuzi kuhusu adhabu aliyopewa mchezaji wa Simba Selemani Mwalimu ya kufungiwa mechi 3 badala ya mechi 5 kama kanuni zinavyoeleza. Yanga imeeleza kuwa msimu huu tayari kuna wachezaji 5 waliofanya makosa yanayofanana na Mwalimu na wote waliadhibiwa kwa kufungiwa mechi 5 kila mmoja. Imekuwaje kwa mchezaji wa klabu ya Simba Selemani Mwalimu kwa kufungiwa michezo mitatu na sio michezo mitano? Hivyo klabu ya Yanga wamehoji kuhusiana na uamuzi huu ambao bodi ya ligi wameweza kutoa
siku ya jana. Sasa hayo ni mambo ambayo yamejiri huko kwenye mitaa Twiga na Jangwani, wakiandika barua yao kwenda kwenye bodi ya ligi ama mamlaka husika chini ya kamati yake ya saa 72 ambao waliweza kutoa adhabu mbalimbali kufuatia matukio tata yaliyoweza kutokea kwenye ligi kuu Tanzania bara, ikiwemo mchezo wa Kariakoo Derby, lakini pia michezo mingine ambayo iliweza kuchezwa na ndani yake kulikuwa kuna matukio ya utata. Una maoni gani mwana mchezo wangu kuhusiana na hiki ambacho klabu ya Yanga wamekifanya sasa hivi? Njoo tuandikie kupitia sehemu ya comment hapo, bila kusahau kulike, kushare na kusubscribe channel yetu ya Top 5 Media ili uweze kuwa mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi tunakusogezea moja kwa moja kupitia hapa Top 5 Media.